ulimwenguni watu wote watambua, Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru, Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Tanzania yetu ndiyo nchi ya kusifiwa, wote ulimwenguni watu wote watambua, Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru, Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Tunataka msaada wako, tunataka baraka zetu, tunataka ututeremshie baraka katika nchi yetu, uiaminishe iwe na amani, tuwe na upendo baina yetu. Viongozi wa nchi yetu na hasa rais wetu, tunakuomba Mwenyezi Mungu umbarikie. Tunaamini ya kwamba tutaendelea kuburudika, tutaendelea kufurahia nchi hii sawasawa na utendaji wa serikali ya awamu hii ya 5 chini ya mtumishi wako Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Baba, libariki tukio hili, tunalikabidhi kwako tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Niwakaribishe wote hapa Mwanza, sio kwa ajili ya tukio hili tu la leo, lakini kwa mambo mengine mengi ambayo Mwanza inatoa fursa. Mkataba wa kwanza ambao utashuhudia ni ule mradi wa ujenzi wa meli mpya katika Ziwa Victoria. Mheshimiwa Rais, meli hii itakapokamilika itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 1200, tani 400 za mizigo na magari madogo 20. Meli hii ni kubwa kuliko meli zote ambazo zimewahi kujengwa ndani ya nchi toka nchi hii izaliwe. Kwa Mheshimiwa Rais, hii meli uliahidi meli, lakini hii ni meli uliyoahidi ni meli kubwa, na naomba Tanzania wajue ni meli kubwa kuliko meli zote za ukanda wa maziwa makuu. Meli hii itakuwa na urefu wa mita 90. Uwanja wa mpira wa miguu una mita 100. Kwa hiyo imepungua mita 10 tu uwe sawa na urefu wa uwanja wa mpira wa miguu. Itakuwa na mita 17 na itakuwa na kimo cha mita 10.9, sawa na magorofa 3 hivi kwenda juu. Kwa hiyo mnaweza mkapata picha jinsi ukubwa wa meli utakavyokuwa. Meli itakuwa na injini kubwa 2,
kila engine itakuwa na nguvu ya kilowatts 1720. Itakuwa na generator mbili zenye uwezo wa kuzalisha kVA 875, na itakuwa na generator nyingine ya dharura yenye uwezo wa kuzalisha kVA 100 kwa umeme wa njia tatu. Meli hii itakuwa na mwendo kasi wa knots 14 kwa cruising speed, yani speed ya kawaida, na knots 16 kwa maximum speed. Kwa kifupi ni kwamba kutoka Mwanza kwenda Bukoba ambapo ni kama kilomita 178, meli hii itatumia masaa 6 tu, tofauti na meli ambazo zilikuwepo kama meli ya MV Victoria au meli ya MV Bukoba ambazo zilikuwa zinatumia masaa 10 kufika kule. Kwa hiyo ni chombo hasa, ni chombo, ni Dreamliner ya baharini. Mheshimiwa Rais, meli hii itakuwa inafanya safari zake kwenda Kemondo, Bukoba, na tutakwenda pia Port Bell, Kampala. Na napenda kuchukua fursa hii kwanza kabisa kuwapongeza wahusika wote kwa kusaini mikataba ya ujenzi wa meli na chelezo kipya, lakini pia kukarabati meli zingine. On arriving in Mwanza, I have been able to see for myself to beautifully maintain the city center, impressive road and high buildings. Nilipokuwa nikiingia hapa jijini Mwanza, nilifurahi sana kuona barabara mpya ambazo zimejengwa, lakini pia majengo mazuri sana ya kuvutia. These achievements are a testament to hard work by the people of Tanzania under the leadership of His Excellency Dr. President Magufuli. Maendeleo haya yote ni ushuhuda mkubwa sana wa jitihada ambazo zinafanywa na Watanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Kwa kweli tumefarijika kwa sababu unasimamia yale uliyoyasema na ni kwa kweli unatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi kama wasaidizi wako na kama wawakilishi wa wananchi, kwa kweli tunatumia fursa hii kukushukuru kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mwanza, hususan jimbo la Ilemela ambako na sisi ni wadau wa chombo hiki au vyombo hivi vitakao kwenda kuwekwa. Tunazidi kukuahidi kwamba kile ambacho kimepangwa ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, namna wewe unavyotekeleza, na sisi tutakwenda kutekeleza kulingana na ahadi zilivyo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tunasema Tanzania mpya itajengwa na sisi wenyewe. Mheshimiwa Rais, Tanzania ya viwanda tutaifikia baada ya kuwa pia tumeunganisha miundombinu yote na imerekebishwa na kwenda sawa. Safari za baharini, za majini, za maziwani zinakwenda kuneemeka kwa vyombo hivi vinavyokwenda kuzinduliwa leo kwa maana ya mkataba wake. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana kwa maono yako ambayo ndani ya miaka miwili unakwenda kuyatimiza karibu 80%. Tunakushukuru sana, tuko pamoja bega kwa bega kuhakikisha tunatimiza azma na kiu ya Watanzania kama tulivyoahidi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, tungeweza kusema maneno mengi sana, lakini niseme moja tu au machache kwa ajili ya kazi kubwa ambayo unaifanya. Mheshimiwa Rais, leo unapozindua usainiaji huu wa meli kubwa ya kisasa, Mheshimiwa Rais, ni dhahiri kwamba unadhihirisha uliposema unataka kujenga reli ya kisasa kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza. Hii ndiyo tafsiri yake, kwamba meli inapokuja, treni inapokuja, ukiunganisha unapata tafsiri halisi ya kukuza uchumi wa taifa la Watanzania. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa sababu yote haya yatakapokuwa yametekelezeka na spidi kubwa hii tunayoendelea nayo sasa kwenye standard gauge, meli miaka miwili, lakini na sisi hapa mjini, Mheshimiwa Rais, hujatuacha tukiwa wanyonge. Mheshimiwa Rais, unatutendea haki na tuna kila wajibu wa kuendelea kukushukuru siku hadi siku na kumwomba Mungu aendelee kukutunza kwenye sekta ya miundombinu ya barabara, sekta ya afya,
sekta ya maji, lakini sekta ya elimu. Mheshimiwa Rais, nikisema nianze kutaja moja baada ya jingine, naweza kutumia saa nzima hapa kwa namna ambavyo watu wa Mwanza na jimbo la Nyamagana tunafanya kazi kubwa. Lakini kwa sababu za kuokoa muda, wako watu, Mheshimiwa Rais, nimalizie, hawataki kuamini. Wana macho, wana masikio, lakini hawataki kuona. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa maandiko, viko viumbe hai visivyoweza kuzungumza, vinashuhudia matendo makuu unayotufanyia. Na Mungu akubariki sana, aendelee kukuongezea maisha, ukitendea haki kama ambavyo unafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na nawapongeza sana waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani pamoja na Watanzania wote kwa kulifanya hili lifanikiwe. Asanteni sana. Ninafahamu wakati tulipokuwa tukitoa ahadi hii, wapo watu walisema hili halitawezekana. Walisema hivyo kwa sababu wanafahamu gharama ya ujenzi wa meli, na hasa gharama kubwa ya ujenzi wa meli katika Ziwa Victoria, mahali ambapo tulikuwa na chelezo isiyokuwa na uwezo wa kubeba au kutengeneza meli kubwa kama hizi. Na ndio maana nasema nimefurahi sana. Naomba tuungane wote wa Tanzania kufurahi kwa kazi hii. Napenda kutumia fursa hii kumshukuru pia Waziri wa Ujenzi Mhandisi Kamwere kwa kunialika kuja kushuhudia tukio hili. Wangeweza wakafanya wao tu, wala nisingelalamika kwa sababu ni haki yao, lakini na mimi kuja kunialika nije nishiriki hiki, kweli nakushukuru Mheshimiwa Kamwere. Swala la kuipata wakandarasi hili zimechukua muda kidogo. Kwanza mwanzoni paliwahi kutangazwa tenda na tenda hazikufanikiwa kufikia viwango vilivyokuwa vinatakiwa. Ikabidi tutangaze mara ya pili. Katika dunia hii makandarasi wazuri wa kutengeneza meli kubwa kubwa ni Korea. Duniani watengenezaji wazuri wa meli ni Korea. Nilipoingia madarakani niliona ni vizuri kuwashika hawa vizuri, kwa sababu wakati tunapata uhuru nao walikuwa maskini kama sisi, lakini wao sasa hivi ni matajiri. Tukaona ni lazima kujifunza kwa mbinu za wenzako wanavyofanya. Tulikuwa hatujateua balozi wa kuiwakilisha Tanzania kule Korea, nikamteua haraka haraka nilipoingia madarakani. Wakaona kumbe tuko serious, wakaamua kwamba kwa sababu sasa mmetuthamini, tutatoa mkopo wa kuanza kujenga daraja la Sarenda Bridge pale Dar es Salaam. Na sisi tukawahakikishia kwa balozi aliyekuwepo hapa wa Korea pamoja na huyu kwamba tunataka tujenge mahusiano ya kikazi kati ya Tanzania na Korea kwa sababu ninyi ni marafiki zetu. Mmesikia hivi karibuni waziri mkuu wa South Korea alikuwa amekuja Tanzania. Kwa hiyo tulipotangaza tenda, makampuni mengi ya kutoka South Korea yakawa yameomba hizi kazi. Kuomba kwao na sisi tulimhakikishia kwamba moja, kwa sababu hizi ni fedha zetu. Na ni kweli hizi fedha ni zetu, hatujapata mkopo, ni fedha za Watanzania milioni 55. Kwa hiyo hawa leo ni vibarua wetu, kwa sababu sisi ndio tunawalipa. Fedha za Watanzania, mamalishe, wa bodaboda,
walima mchicha, walima mpunga, wachungaji, wavuta makokoro, watega samaki, ejifi ni jisato, na wengine wote ndio wamekusanya hizi fedha, zikapatikana dola milioni 76 ambazo ni sawasawa na bilioni 152 zitaenda Korea ili wao watutengenezee meli. Watatengeneza hii meli kubwa ambayo mmeelezwa specification zake kwamba ina uwezo wa kubeba watu 1200 na kubeba tani 400. Wanaposema tani 400 au watu 1200, tusingekuwa tumeweka hivyo, maana yake hata watu 2000 wangeweza wakaingia. Na ndio maana mnaona watu waliofariki kwenye ziwa wakati wa ajali ya MV Bukoba, pamoja na kwamba uwezo ulikuwa si watu kufika 1000, lakini ilibeba karibu watu 1000. Sasa kwa mwendo huo huo wa MV Bukoba, inawezekana hii kabeba hata watu maelfu na maelfu, lakini hatutaki tufikie huko. Ndio maana tumesema hii meli itakuwa inabeba watu 1200, ina uwezo wa kubeba tani 400. Zile tani zote zilizokuwa zinabebwa na MV Victoria ni mara 2 zaidi. Kwa hiyo unachukua MV Victoria mizigo yake 2 unaziweka kwenye meli hii, sifahamu itaitwa jina gani, lakini ndio inabeba. Lakini hata spidi yake hii meli, badala ya kutumia masaa 10 hadi 12 kwenda Bukoba, itatumia masaa 6. Kwa hiyo inaweza ikawa inaenda inarudi. Lakini hata gharama ya mizigo itakayokuwa inasafirishwa, na hili nataka nizungumze kwa uwazi, gharama ya mzigo wa tani moja ukisafirishwa kutoka Mwanza kwenda Bukoba ni zaidi ya 60,000. Lakini mzigo huo wa tani moja utakaposafirishwa kupita kwenye ziwa Victoria kwa kutumia hizi meli itakuwa ni shilingi 23,000. Na ndio maana mtaona usafiri wa majini una gharama nzuri. Kwa hiyo Wazirankende watapita vizuri kwenye ziwa hili kwa haraka na wakafika haraka. Kwa hiyo hii meli mpya wameeleza hapa kwamba itagharimu bilioni 88.77, na ujenzi wa chelezo, kwa sababu bila chelezo huwezi kujenga meli. Ni lazima uwe na chelezo ambayo itakuwa inabeba meli hizo katika ujenzi au ukarabati. Na tumeelezwa hapa urefu wa chelezo ule utakuwa na mita 100. Ujenzi wa chelezo huu utagharimu bilioni 35.99. Na chelezo hii itakapokamilika, baada ya kutengeneza hii meli mpya, itatumika pia kufanya ukarabati wa meli zingine zote, na hata kutengenezea meli zingine zozote zitakapokuwa zinatengenezwa ndani ya ziwa Victoria, kwa sababu ni chelezo itakayokuwa na uwezo wa kubeba tani nyingi kuliko chelezo yoyote zilizoko ndani ya Afrika Mashariki. Lakini ukarabati wa meli 2 za MV Victoria na MV Butiama utagharimu bilioni 27.61. Tumeamua tufanye ukarabati mkubwa. Ziwa Victoria na Marine Service wanafahamu, walikuwa na meli 14 na boti 1. Ukiwauliza leo wafanyakazi wa Marine Service kwamba hizi meli 14 na boti 1 ziko wapi, hawawezi wakakupa majibu. Ninafahamu kwa sasa hivi watakuwa wana miezi karibu 27 hawajalipwa mishahara.
lakini wala hawaachi kazi na bado wanaendelea kufanya kazi. Ni lazima tujiulize wote, wafanya kazi pamoja na wizara, kwa nini tulikuwa na meli 14 na boti moja leo hazipo? Na kwa nini wafanyakazi hawa karibu miezi 27 hawajalipwa mishahara na bado wanaendelea kufanya kazi? Haya ni masuala ya msingi ya kujiuliza wizara. Inawezekana tutawatafuta wachawi, lakini wachawi ni sisi wenyewe. Meli hizi zilipokuwa zikifanya kazi, zikiharibika, zilikuwa zipelekwe maintenance, lakini palikuwa na wizi. Wafanyakazi hawa wa marini walikuwa wanaiba pia mafuta. Mimi nimezipanda sana hizi meli nikiwa naenda Nyamirembe, nikienda Nansio, ninafahamu. Enzi zile walikuwa wakifika lazima kuna madramu ya kuteremshwa ya mafuta. Walikuwa wafanya biashara wa mafuta na mafuta yao bei yao ilikuwa ni bei chini. Lakini tiketi pale nazo zilikuwa sio electronic. Kwa hiyo tiketi yoyote mtu anapewa, na zingine zilikuwa tiketi hewa. Lakini na viongozi walioteuliwa kuja kusimamia hii marini walikuwa mafisadi. Wafanyakazi wanafahamu mapato yalipokuwa yakipatikana yanapelekwa Dar es Salaam, yanaenda kwa watu fulani. Paliwahi kuwa na mama hapa, mkurugenzi wa haya mambo alifanya ya ovyo kweli. Wafanyakazi wanafahamu. Lakini pia kuna baadhi ya mali za marini zimechukuliwa na TPA, zimechukuliwa kwa gharama ya bure. Kwa hiyo mna changamoto nyingi. Ninafahamu kaimu mtendaji wa Marine Service umejitahidi, nimekufuatilia kweli kweli, umeanza kwenda mwendo mzuri, na ninamshangaa waziri kwa nini hajakupa ukurugenzi kabisa, bado anakwambia ukaimu. Ni matumaini yangu baada ya hotuba yangu hutakaimu tena, ili ufanye kazi kwa ufanisi mkubwa ambao nimekwisha anza kuona. Umepanga mikakati yako ya kufufua mashirika haya na hata swala la meli katika kipindi cha miaka 1919 hadi 25. Na ndiyo maana hata katika usimamizi huu mpaka tumepata makandarasi kwa usimamizi mzuri pia wa mwenyekiti Mama Lugembe, lakini pia kwa jeshi letu la wananchi ambao walihusika sana katika process zote za evaluation za procurement na hata kitengo cha maji na JKT. Ni matumaini yangu sasa ndoto za kurudi nyuma tulipotoka zitakwisha. Ni matumaini yangu sasa wafanyakazi watabadilika. Ni matumaini yangu sasa wafanyakazi wataelewa kwamba wana jukumu la kufanya biashara. Haiwezekani shirika liwe na meli 14 wafanyakazi wake wakose mishahara, wakati wafanyakazi wa kwenye mitumbwi inayokwenda Nansio, inayokwenda Mensome, inayokwenda Izumacheri, inayoenda kisiwa cha Juma, inayoenda Mleba, wafanyakazi wake mule wanalipwa mishahara. Kwa hiyo wale wenye mitumbwi midogo midogo wana akili zaidi kuliko wafanyakazi wa Marine Service wa hapa Mwanza. Tumewasomesha watu, kuna mabaharia wanajua kuogelea,
wanajua kuingia kwenye injini kule, lakini si lolote. Wale wenye mitumbwi, wakina Mafuru, wakina Mahendeka, wanajua kuendesha mitumbwi yao na kupata faida kuliko meli za Watanzania ambazo wamekabidhiwa shirika. Sasa mkurugenzi, ninakupa hii changamoto. Ningetamani na nilitamani siku za nyuma kwamba Marine Service tuifute kabisa, na isingekuwa ajabu kufuta. Nikaambiwa kwamba anayekaimu sasa hivi ana akili, usilifute hili shirika. Ameanza kujikongoja polepole kwa kushirikiana na baadhi ya wafanyakazi. Nimeamua kuwapa nafasi, na ndio maana serikali imeweza kuchukua fedha za watu maskini bilioni 152 tufanye ukarabati upya wa meli hizi. Yaliyopita Sindwele tugange, yaliyopo na yajayo. Na ninyi mjirekebishe. Wanadai kiasi gani wafanyakazi? Bilioni 3.7 ndizo wanazodai wafanyakazi. Nitawapa ndani ya wiki 2. Halafu ole wenu. Nitawapa ndani ya wiki 2 bilioni 3.7. Sasa ole wenu, mtazitapika. Watafuta hizo za walipa kodi za Watanzania. Mjue hizi fedha tunazitoa kwa watu maskini. Sasa uweke mtindo. Electronic ticketing ndio ziwe zinatumika badala ya tiketi za enzi za ujima. Mafuta yawe yanakuwa evaluated, kwani huwezi ukaondoka leo ukaenda Ukerewe ukajua MV Butiama inatumia mafuta kiasi gani hata kwa kuingia wewe, halafu ukazidisha mara 2 kwamba kwenda na kurudi ni lita hizi. Ukaongeza mafuta tu percentage ya emergency, halafu ukajaza matenki yako yote, ukamwambia yule captain kwamba nimekujazia haya mafuta yatatumika kwa wiki 2, na akikwambia yameisha kabla ya wiki 2 unamfukuza. Tuache kubembelezana. Mwanza oye! Mwanza oye! Ndugu zangu, nimejitahidi kuzungumza haya, lakini kikubwa tumeamua kufanya hivi kwa sababu tuna lengo kubwa la kuwasaidia Watanzania. Tuna lengo kubwa la kujenga Tanzania mpya. Tunataka Mwanza iwe center ya uwekezaji wa njia zote. Tunataka Mwanza iwe sehemu ya wafanyabiashara wa kutosha. Na ndio maana tunaandaa dry port, ndio maana tunapanua Mwanza airport, ndio maana tunatengeneza barabara. Wakati nikiwa waziri wa ujenzi hapa Mwanza mlinilani nilipokuwa nikibomoa barabara na nikambomolea mbunge Mansur barabara nyumba yake. Leo barabara 4 zingepita wapi kama hayo majengo yangekuwepo? Na nyumba zingine pale za CCM, nyumba za madaraka, baada ya kupata fedha akaenda akajenga barabarani. Leo mji wa Mwanza unapendeza. Biashara ni ujanja. Usipokuwa mjanja ufanye biashara duniani. Tukitumia geographical position ya Tanzania, Tanzania ni nchi tajiri.
Na mimi nawaambia ndugu zangu wa Tanzania, nchi hii ni tajiri, lakini katika miaka mingi tumewatajirisha wengine, tumechezewa mno. Mnaweza mkajiuliza, na inawezekana wengine wanaweza wakafikiri kwamba fedha hizi tumepewa kutoka South Korea, hawajatoa hata senti 5. Hawa ni makandarasi, na balozi amekuja hapa ili kusudi hawa wabane watu wake. Nataka meli ziwepo kweli na za kisasa, hata wezi wengine watafungiwa huku. Nataka value for money ionekane, value for money ionekane. Lakini South Korea ni watu makini mno, perfect engineering work yao ni excellent. Ni kwa sababu wameanzia kwenye umaskini. Baada ya vita vyao, kuna historia inasema mpaka walinyoa nywele kuuza. Katika kufufua nchi ya South Korea, ni watu ambao wako committed kwa ajili ya kufanya kazi. Ukienda kwao, underground system za barabara za ardhini zipo. Hawana madini mengi, hawana nini, lakini wanakwenda juu kwa sababu ya commitment. Wana uzalendo. Na ndio maana ninawaomba sana Watanzania watakaopata nafasi, kwa sababu katika ukarabati wa meli hizi na ujenzi wa meli mpya na Chenezo watapata ajira wa Tanzania 500,000. Hapana, sio 500,000, 500. Katika taarifa hapa ni 500. Meli ile mpya ni watu 250, zile zingine nao ni 250. Lakini wale ni wale wa kuajiriwa permanently katika kipindi chote cha miaka 3 itakayotengeneza hapa. Ajira zingine sasa huwezi ukawajua idadi. Mama ntilie ataleta hapa, au mama lishe atauza, mwenye misumari atauza, mwenye mabati atauza, mwenye welding atauza, mwenye vinatinati atauza. Hiyo ndio wanaita multiplying effect ya mradi huu. Kwa hiyo fedha hizi ambazo wanalipwa bilioni 152, percentage kubwa ya fedha zingine sabaki hapa. Na ndio maana mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama yuko hapa, CDF Meja General Mabeo, na mkuu wa komandi ya maji yuko hapa, na mkuu wa JKT yuko hapa. Hawakuja hapa kwa maonyesho, kwa sababu mmoja wa tutakaoshiriki katika kujenga hii meli ni pamoja na JKT. Lakini tumesema ili twende na specification zinazotakiwa, usimamizi wa maconsultant watakao kuwa wanasimamia hapa pamoja na ulinzi, jeshi la wananchi lazima lihusike. Hii ni mali ya Watanzania, ni fedha za Watanzania, na tunataka hata msumari usiibiwe. Ukiuiba hata kama umeumeza ukautapike, kwa sababu Watanzania nao ni wajanja. Mradi ni wao, lakini wanaweza hata wakaanza kuiba mafuta, na wanavyojua kuogelea hapa, unaweza mtu akapiga mbizi hapa akatokea huko ana dumu la mafuta. Kwa hiyo ninaamini na nina imani kubwa kwamba mradi huu ni kwa manufaa yetu sisi wote wa Tanzania. Tumeanza na miradi hii, lakini tunataka meli zote zilizomo katika ziwa Victoria tuzikarabati. Lakini tunataka meli ya MV Liemba ya Kigoma nayo itakarabatiwa upya. Sio kila kitu tunategemea wafadhili. Kila siku wafadhili. Tumewasubiri miaka 22, wafadhili wana priority zao.
ni jambo la kujitoa na kufanya. Na mimi nawaambia ndugu zangu wa Tanzania, tunaweza sana, wala msije mkana wasiwasi. Tunaweza na fedha zipo, ndio maana wanapokataa tunafanya, wala msiogope. Tuliwaomba hela za kujenga Stiegler's Gorge, wamechelewesha, tumeanza na nayo tutasaini mkataba hivi karibuni. Pesa ipo. Standard Gauge wakasema hili haliwezekani, wanataka mpaka watueleze kama economic viability inafaa. Wewe Wajerumani waliojenga miaka 112 hawakuiona hiyo economic viability? Wakajenga reli kutoka Dar es Salaam mpaka Tanga na kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma na kuja Mwanza. Leo unakuja kufanya feasibility study ya economic viability. Unataka ujue mizigo inapita tani ngapi na kadhalika na kadhalika. Wajerumani walipokuwa wakijenga miaka 100 palikuwa na mizigo gani ilikuwa inatoka huko? Kwa kuangalia tu geographical position ya nchi yetu kwamba kuna landlocked countries karibu 7-6, huwezi ukajua kwamba economic viability is clear. Lakini ukiwaomba kwenye mradi kama huu hawawezi wakakupa, kwa sababu wanajua mtajikomboa, na hawa watu hawataki tujikomboe. Hatutajikomboa kwa kutegemea wao, ni lazima tuamue. Nawaambia ndugu zangu, tulichelewa kuamua, tusingekuwa hapa. Mtu anakwenda kule anasema hatujapata wafadhili. Wani? Wafadhili ni wewe, una madini, una kila kitu. Una samaki, una ng'ombe wanakunya tu barabarani. Problemu yetu ilikuwa kwa kushindwa kujiamini. Na inawezekana tulikuwa na matatizo makubwa. Inawezekana hata viongozi wetu walikuwa na matatizo. Tunatakiwa tuzivae challenge ili nchi hii tuipeleke. Na mimi nawaambia kwa dhati, mimi sio rais wa maisha, lakini kwa wakati huu nitawaambia ukweli, ili siku moja hata kama nimetangulia mbele ya haki mtakumbuka kwamba palikuwepo na mtu anawaambia ukweli. Na ukweli saa nyingine unauma, lakini baadaye ukweli hufurahisha. Nchi hii ndugu zangu tunaweza, na ndio maana tumeweza kutoa elimu bure. Wanafunzi wakaongezeka wa darasa la kwanza kutoka milioni 1 mpaka milioni 2 kwa kutoa bilioni 23.88. Ndio maana tumeweza kuongeza bajeti ya afya kutoka bilioni 31 hadi bilioni 269 za kununulia madawa. Na ndio maana hospitali zinajengwa. Kwa sasa tunajenga hospitali 67 za wilaya. Hospitali 208 zimekamilika katika maeneo mbalimbali. Tunafanya ukarabati kwenye hospitali za mkoa. Seketure hapa haikuwa hivyo. Mimi nimesomea reki, miezi yangu 6 ya mwisho nilikuwa nakaa Igogo. Nilikuwa natembea kwa mguu. Unapita Mwanza hospitali ya Bugando, unateremka Mwanza sekondari, unateremka Rufiji, unatokea Azimio, uko reki na kurudi kwa Mzee Amani pale Igogo, kwa wale wanaokaa Igogo. Kwa hiyo ninaifahamu. Kwa hiyo Watanzania tunaweza. Ndio maana tumeweza sasa hivi miradi ya maji kuiongezea budget. Mnafahamu, nikiwa siku 2 tu nimechaguliwa, tulikuwa na mradi fulani wa umeme ukafutwa na wenzetu wakubwa. Lakini leo tunatoa hela kwenye mradi wa LEA kutumia fedha zetu. Tunaweza. Gharama ya ujenzi wa Standard Gauge ni trilioni 7 kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam. Ni package mbili ya kutoka Dar es Salaam, Morogoro na Morogoro kuja Dodoma pale Makutopora. Tumeshaanza kazi. Baadaye
wakubwa hawa wameona kumbe tuko serious, wameamua kuja kutukopesha kwa fedha ambayo tunataka sisi, kwa gharama tunayoitaka sisi, kutoka Morogoro kwenda Dodoma, ili kusudi zile zingine tuzisogeze mahali pengine. Tutafika. Nataka niwaambie ndugu zangu wana Mwanza na Watanzania kwa ujumla, tukiamua itaweza. Na ndio maana tumeweza kukarabati meli hizi zote. Leo mmeona wenyewe tukisaini, kwa sababu hela ipo, kandarasi hata wakianza leo. Na ndio maana nilikuwa namueleza Barozi, ikiwezekana wamalize kabla ya muda wake, na yeye akasema ndio maana amekuja hapa, akimaliza atazungumza na makandarasi awabane kisawasawa. Hela ipo, the money is there, your excellency, don't worry with the money. Tanzania oye! Tanzania oye! Napenda pia muda huu kuchukua nafasi kumpongeza mwenyekiti na kamati ya miundombinu, lakini kuwapongeza sana wabunge wa CCM. Ninasema wabunge wa CCM, na ninalisema kwa uwazi mkubwa. Kama mnavyofahamu, bajeti ambayo tunakuja kutekeleza hapa leo imepitishwa hivi karibuni bungeni, na ilipitishwa na wabunge wa CCM. Wabunge wengine wote walisema hapana. Kwa hiyo wabunge hao wa CCM nao wangesema hapana, leo tusingekuwa hapa. Hizi bilioni 152 zisingetoka. Kwa hiyo wananchi wa Bukoba, wa Musoma, wa wapi, hawa wabunge wangesema no kama walivyosema wenzao, leo tusingekuwa hapa. Wale walisema hapana, bajeti wakaikataa, wa CCM wote wakasema ndio. Ndio maana leo tuko ndio hapa tukisaini mkataba huu. Hongereni sana wabunge wa CCM. Ninazungumza kwa uwazi, na uwazi utabaki kuwa wazi. Ninyi mngesema hapana, tusingekuwa hapa leo. Ninaomba muendelee na moyo hivyo. Wa kusema hapana ni demokrasi, lakini demokrasi ya kukatili maisha ya Watanzania ni demokrasi mfu. Walitakiwa waseme ndio, halafu wakafuatilie hizo hela zimetumikaje. Wakasema hapana, maana yake watu wa hapa wa Bukoba wasipate meli, waendelee kuhangaika. Wanasema hapana ili kusudi watu ziwa Victoria waendelee kufa kama walivyokufa kwa mwenye MV Bukoba. Wanasema hapana ili watu wa kanda ya ziwa wasifanye biashara, waendelee kulipa 60,000 kwa mzigo badala ya 23,000. Walisema hapana ili Watanzania wa maeneo haya waendelee kutumia masaa 12 mpaka 15 wakiwa ziwani badala ya masaa 6. Ndio maana nasema hongereni wana CCM wabunge, mlifanya kazi nzuri. Mumewakilisha vizuri watu wenu waliowachagua. Mumetimiza vizuri ahadi ya Chama cha Mapinduzi na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na wapongeza pia waheshimiwa madiwani. Katika maeneo yenu mmekuwa mkipitisha bajeti zinazosaidia kujenga miundombinu na kuimarisha mambo yote yanayohusika na maendeleo ya wananchi. Endeleeni hivyo. Ninawaomba ndugu zangu, endeleeni hivyo. Tanzania ni yetu, hayupo mtu atakayekuja kutusaidia Tanzania. Hawa wengine wanaokuja wanakuja kututumia. Hakuna vya bure. There is no lunch, there is no free lunch. Actually there is no lunch at all. Siku hizi hata invitation haipo, watu wanakuja kutafuta pesa. Ni waombe wa Tanzania wenzangu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maeneo yetu tunapotoka, bila kujali dini zetu, tuijenge Tanzania yetu. Huu ni wakati wa kuijenga Tanzania mpya.
Ndio maana nasisitiza ndugu zangu, kulipa kodi. Bila kodi za wananchi wa Tanzania milioni 55, leo tusingetia saini, leo tusingekuwa na elimu bure, leo tusingejenga Stiglas Gorge, leo tusingejenga Standard Gauge, leo tusingekuwa na mabarabara, hata Furahisha isingekuwepo, daraja la Furahisha, daraja la Mabatini lisingekuwepo, lami ya kwenda airport isingekuwepo, barabara ya kwenda Usagara isingekuwepo, barabara ya kutoka Usagara mpaka Busisi isingekuwepo. Leo tusingekuwa na ndoto ya kuanza kujenga daraja pale Kigongo Ferry, na tumeshaanza kufanya upembuzi yakinifu na usanifu ili daraja tulitengeneze kwa fedha yetu. Ninawaomba Watanzania muamini kwamba fedha zenu mnazozikusanya hazitapotea. Mimi pamoja na viongozi wenzangu tutazisimamia hizi fedha. Leo tusingekuwa na Dreamliner, leo tusingekuwa na Bombardier. Kutoka Bukoba watu walikuwa wanalipa milioni 2 na laki 2. Leo wanalipa laki 2 na ushe. Ninawaomba Watanzania, huu ni wakati wetu sisi, kila mmoja mahali alipo, usikwepe kodi. Na ukilipa kodi uifuatilie kweli kama imefika, kwa sababu inawezekana uliyemlipa naye ana matatizo pia. Tusikwepe kodi ndugu zangu wa Tanzania. Kodi ni kwa ajili ya maendeleo ya nchi zetu. Hakuna taifa ambalo wananchi wake watalipa kodi wakuja kutuletea sisi. Hayupo, labda malaika. Tupendane, tujenge uchumi wetu wa pamoja. Hakuna mtu atakaye kuja kutujengea uchumi wetu. Tumechelewa. Nchi ina mali nyingi. Nawaambia ndugu zangu, hatukutakiwa tuwe maskini hivi. This country is supposed to be a donor country. Tulitakiwa sisi wao wanakuja kule tunawapa misaada wao. Kwa nini viwanda vya nguo vilikufa na walikuwa wanaviongoza wa Tanzania? Why? Hayo ndiyo maswali ya msingi tunatakiwa sisi tujiulize. Ukiwa kiongozi mkuu wa mkoa wa mahali fulani, labda Mwanza, jiulize kwa nini Mwatex haipo. Ukiwa huko Msoma, jiulize kwa nini Mtex haipo. Ukiwa Mwanza, jiulize kwa nini Tanarek haipo iliyokuwa inatengeneza ngozi. Yamebaki magofu pale. Why? Ni wanani wametufikisha hapa? Haya ndiyo maswali ya msingi kwa sisi viongozi tunatakiwa tujiulize, kila mmoja wetu. Kama Nyerere aliyafanya haya, ni nani alikuja akayamaliza? Tusioneane aibu. Umaskini hauna aibu, utabaki uchi. Ni lazima tuzikabili hizi challenge. Kama kuna makosa madogo madogo yalifanyika, tusiyarudie. Na ndio maana nawaeleza ndugu zangu, wajibu ni wetu sisi. Mnafahamu Mwatex pale kuna wafanyakazi wengine wanaomba mpaka leo hela za kulipwa. Walioimaliza Mwatex ni wao, lakini leo wanaomba hela. Ifike mahali mtu shiriki ukilimaliza na wewe unamalizika. Na ndio maana tunasisitiza mashirika yameanza mengine kujikongoja. ATCL kwa nini lilimaliza mpaka ndege zote? TTCL kwa nini lilitoka? Sasa hivi ndio limeanza kuzalisha mpaka dividend. Ni lazima tujiulize maswali magumu badala ya kujiuliza maswali rahisi. Ni lazima sisi viongozi siku zote tuwe mbele kuwasaidia watu maskini. Tujibu hoja zao na matatizo yao badala ya kujibu hoja zetu na matatizo yetu. Population ya Watanzania hawa wanatutegemea sisi viongozi.
Na ndio maana siku zote ndugu zangu nimekuwa nikizungumza, ukishakuwa kiongozi ni msalaba. Na hasa uongozi wa awamu yangu ni msalaba. Nasema kwa that, ukae mguu upande, mwingine mguu sawa, kwa sababu hata na mimi mguu mwingine uko pande, mguu sawa. Ni lazima tutimize malengo ya wananchi. Na ndio maana wewe utakayepata mkurugenzi, ndiye atakupa mkurugenzi. Wewe utampa anaitwa nani? Eric Hamisi. Hai. Najua mkurugenzi utapewa. Mheshimiwa wazee. Lakini hakikisha hizi sasa zinafanya kazi. Asipotee kitu chochote. Na ninatoa huu mshahara, sitatoa tena. Ujue sasa namna ya kuzalisha, na nataka nipate dividend. Paka JKT wanatoa dividend. Mwaka huu wameshaniahidi watatoa milioni 700. Nasema uongo bana? JKT imetengeneza faida, inatengeneza dividend. Leo shirika la meli ningekuwa na mitungu inalipa kodi, sio ni dividend. Wewe hata dividend hamna. Ninayazungumza haya ndugu zangu ili tujue challenge tulionayo katika kuifikisha Tanzania mahali ambapo tunatakiwa kufika. Niwaombe tena viongozi wa dini, madhehebu yote, Wakristo, Waislamu pamoja na wapagani, muendelee kuliombea taifa hili ili lifike mahali linapotakiwa, ili utawala wa Mungu ukafanye kazi yake mahali palipojaa amani. Ombeeni amani kwa Watanzania. Waombeeni Watanzania wafanye kazi, kwa sababu hata kwenye maandiko yapo yanayosema na asiyefanya kazi na asile. Washaurieni waumini wenu njia nzuri ya kulipa kodi. Ya Kaisari mpe Kaisari, na ya Mungu mpe Mungu. Tunataka tuitengeneze Tanzania. Niwaombe wanasiasa wenzangu wasiwe na moyo wa kupinga tu kila kitu. Wakosoe mahali panapotakiwa kukosoa, na wasifu mahali panapotakiwa kusifiwa, na warekebishe mahali panapotakiwa kurekebishwa. Na ndio maana nawapongeza sana baadhi ya wanasiasa wakina Shibuda na wenzake, na huyo ndiye mwenyekiti wa wanasiasa wote wa vyama vyote. Nasema uongo bana? Wanashiriki katika mambo haya ya msingi. Meli ikishatengenezwa hii, Shibuda hatapanda, Chadema hawatapanda, Kafu hawatapanda, CCM hawatapanda. Hayo ndiyo maendeleo tunayoyataka. Sisi wote ni Watanzania. Mambo ya kucheleweshana haya yatatuchelewesha sana. Balozi amethamini mradi huu, mpaka ametoka huko kwao amekuja hapa. Anathamini kazi zetu, anathamini fedha zetu. Makandarasi hawa wametoka South Korea, thousands kilomita, wamekuja hapa kukaa Mwanza. Watakula Sato, watakula Kamongo, mpaka meli wanatuachia hapa. Na wapongeza sana makandarasi kwa kuamua kuomba hii kazi. Nafikiri nimezungumza vya kutosha. Kitwanga ananiangalia hapa, anaona nimezungumza mno. Lakini niseme tu ndugu zangu, ninawashukuru sana. Ninakushukuru sana chama changu, Chama cha Mapinduzi. Ninawashukuru sana Watanzania wote wa vyama vyote, Chadema, Kafu, UDP, vyama vyote. Lengo letu ni kuijenga Tanzania mpya yenye mwelekeo mpya kwa ajili ya maendeleo mapya kwa Watanzania wote. Tunaushukuru uongozi wa mkoa wa Mwanza. Endeleeni kushikamana na kwenda mbele. Naishukuru Wizara ya Ujenzi
uchukuzi na mawasiliano, kaeni na Wizara ya Fedha mlimalize haraka swala la VAT exemptions ambalo linachelewesha miradi mingi ya barabara kuanza kazi. Waziri wa Fedha ni lazima atambue hilo. Hatuwezi kuwa tunatangaza miradi halafu VAT exemption ambayo sheria imepitishwa bado haiwi implemented. Mawaziri mko hapa, kakaeni. Makatibu wakuu mko hapa, kakaeni limalizike hili. Na nataka limalizike ndani ya wiki moja. Tusipopeana malengo hatutakwenda. Mwanza oye! Baada ya kusema haya, ndugu zangu, ninawashukuru tena sana, asanteni sana. Wana Mwanza nawashukuru sana. Ninawashukuru kwa yote, tuendelee kushikamana. Tumtangulize Mungu katika shughuli zetu. Ninawashukuru sana waimbaji pamoja na wacheza ngoma. Nilikuwa namwangalia yule mzungu anapopiga ngoma. Yule kweli ameshakuwa Mtanzania Msukuma wa kisesa mzuri. Na huo ndio utamaduni mzuri. Nawapongeza sana waandishi wa habari. Mungu ibariki Tanzania. Mungu abariki wa Tanzania. Mungu ibariki Mwanza. Mungu bariki ujenzi na ukarabati wa meli zitakazofanyika kwenye ziwa Victoria. Asanteni sana.